Somo la kitabu cha Kutoka. Wakati huo Waamaleki walitokea wakapigana na Israeli huko Refidim. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki. Na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kilele ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Israeli walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, bali wakatoa jiwe wakaliweka chini yake akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ilithibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akamngamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Neno la Bwana. Somo katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Wewe ukae katika mambo yale uliofundishwa na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya watu, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza, na kwa kuwa watu na kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila neno jema, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakayehukumu walio hai na waliokufa. Kwa neno uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiofaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Neno la Bwana. Somo la Injili ilivyoandikwa na Luka sura ya 18 aya ya 1 hadi ya 8. Yesu aliwaambia mfano ya kwamba imempasa kumuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane, aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa.
Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mwaminifu kwao? Na waambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Neno la Bwana. Wapendwa, katika masomo yetu ya Dominika hii ya 29 ya mwaka C wa kanisa, tunasisitizwa juu ya kusali bila kuchoka. Sala katika maisha ya Kikristo ni ya muhimu sana. Wapendwa, katika masomo yetu ya Dominika hii ya 29 ya mwaka C wa kanisa, tunasisitizwa juu ya kusali bila kuchoka. Sala katika maisha ya Kikristo ni muhimu sana. Iwe ni wakati wa mafanikio au wakati tunapopitia magumu fulani maishani mwetu. Sala ni kuinua mioyo yetu kwa Mungu na kuongea naye. Hivyo tunaposali tunamwabudu Mungu, tunamshukuru Mungu, tunaomba neema na baraka kwa ajili yetu na ya wenzetu, na tunaomba msamaha. Wapendwa, katika somo la kwanza tunapata habari za vita kati ya Waamaleki na Waisraeli. Waisraeli wanapoendelea na safari kuelekea nchi ya ahadi, wanakutana na vipingamizi, wanakutana na maadui. Na Musa anamuomba Mungu kwa kuinua mikono yake juu. Na kila anaponyoosha, Waisraeli walishinda, na kila alipoishusha, Waamaleki walishinda. Na alipochoka na kuishusha mikono chini kwa sababu ya kuwa mizito, Haruni na Huri wanaitegemeza mikono ya Musa, ikathibitika hadi waliposhinda vita hiyo. Wapendwa, katika kusali kuna wakati tunapata ugumu na kuchoka. Ni lazima kutafuta mbinu mbadala ili tuweze kuepuka kukata tamaa na kudumu katika kusali. Kuna namna 3 za kusali. Unaweza ukasali kwa sauti au kwa fikara au kwa taalimu. Sala ya sauti ni pale unaposali pekee au katika kikundi kwa kutamka maneno yanayosikika. Na sala ya fikara ni sala asalio mtu peke yake au akiwa na wengine kimya kimya akimuwaza Mungu. Na sala ya taamuli ni sala ambayo unamtazama Mwenyezi Mungu tu kwa upendo mkubwa moyoni. Mfano, kumwabudu Yesu wa Ekaristi. Hivyo, unapopata ukavu wa kiroho kwa namna fulani, hebu jaribu kubadili namna nyingine ya kusali. Naamini utabaki motomoto katika maisha yako ya sala. Wapendwa, katika somo la Injili, Kristo anatufundisha kusali bila kuchoka. Tunamuona mwanamke mjane ambaye hakuchoka kumwendea kadhi
aliyekuwa hamchi Mungu wala hakujali watu. Lakini kwa kuwa mjane yule hakuchoka kudai haki yake, alimpatia haki yake ili asiendelee kumchosha kwa kumjia mara kwa mara. Kristo anatusihi kumwomba Mungu siku zote, maana yeye ni mvumilivu, hachoki kumsikiliza kila amwombaye. Kuna monsinyori mmoja katika kipindi cha uhai wake aliwahi kusema, Mkristo asiyesali ni hatari kuliko mpagani. Tumwombe Mungu kwa msaada wa neema yake, tusali bila kuchoka, na kama ulikuwa hausali, basi anza leo. Tumsifu Yesu Kristo.